52 na naomba Mungu ya kwamba tukaweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wetu wote mahali walipo. Neema yako Bwana imetosha ili kwamba tukaweze kukutana tena katika programu hii ya Jumanne ya leo. Ni kwa neema yako Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki mwezi huu wa November 2025 tunapotazamia kumaliza kwa nguvu sana mwaka wa 2025. We want to thank you and to glorify your mighty name, kwa sababu wewe ni Mungu ambao umetubeba miezi yote, na kwa neema yako Bwana tumefika umbali huu. Pokea sifa na shukurani, na ni katika jina la Yesu tumeomba na pia kuamini. Amina, amina. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya vipindi hizi za katikati ya wiki zimekuwa za baraka sana kwa wengi wakiwa kule kazini na kwenye biashara. Last week on Tuesday, Wednesday, Thursday sikuwa hapa, but I want to thank Reverend Rusi, alisimama kwa ajili yangu katika kiti hiki. Tunaundumu pamoja, tunafanya kazi pamoja, tunasonga pamoja, tunatiana nguvu pamoja katika huduma, and I want to thank God for her ya kwamba aliweza kuwa hapa katika siku zote za last week, na nashukuru Mungu sana ya kwamba Bwana alitusaidia na akakusaidia kuweza kulipokea neno la Bwana. Nami niko hapa wiki hii pia niweze kuendelea, na najua ya kwamba Mungu atatusaidia. Kitabu ni Isaia sura ya 52, na niko katika mwezi wa 11 ambao nilisema ya kwamba mwezi huu Bwana anaenda kuangaza. Kuna watu ambao Mungu anaenda kuachilia nuru yake juu ya maisha yao. Yani kuna mambo ambayo yamekuwa katika maficho, kuna mambo ambayo yamekuwa katika maisha yako haieleweki, maana mambo yaliyo katika giza haieleweki vyema. Lakini Bwana akasema tunapoanza mwezi huu kuna mambo ambayo ataiweka katika nuru. Hata maisha yako mwenyewe. Nilikuwa naongea kanisani Sunday, ambia watu ya kwamba wakati ambao unakutana na Mungu anakuonyesha hata wewe jinsi ulivyo. Maana maandiko inasema ya kwamba neno la Mungu ni kama kioo ambacho unaweza kujiangalia wewe mwenyewe na ukaona jinsi ulivyo. Ndio maana katika the old tabernacle, wakati kuhani mkuu alikuwa anaenda kutoa dhabihu, kulikuwa na mahali alikuwa anapita kwenye bakuli iko na maji, ili kwamba aweze kutumia maji kunawa. Kile chombo ambacho kilikuwa na ile maji kilikuwa a reflective object, yani ule kuhani angelijiona vile alivyo kabla hajaingia katika madhabahu ya Bwana. Na mimi naomba Mungu ya kwamba let the light of God shine, ili kwamba hata tuweze kujiona wenyewe. Maana tusipojiona wenyewe hatuwezi kujiendeleza, hatuwezi kujirekebisha, hatuwezi kusonga mbele. Tunaweza kukaa kanisani wapendwa, tunaweza kusema sana Bwana asifiwe, lakini tusipojiona jinsi tulivyo, taa ya Mungu isipotumulika mioyo yetu, nuru ya Mungu isipokumulika wewe, unaweza kuishi kuona makosa vile Yesu alivyosema ya kwamba unaona kipanzi kile ambacho kiko katika jicho la mwenzako, but you don't see the log that is in your own eye. Wapendwa, inawezekana tukaishi katika haya maisha ukiona makosa. Unapoingia hata kwa kanisa, wewe hauoni Mungu, unaona makosa iliyofanyika. Penda kuambia watu kanisani, unaweza ingia kwa ibada Jumapili na miujiza ifanyike, hata mchungaji afunze neno la nguvu sana, lakini leo kile ambacho unaongea ni kile ambacho makosa mahali ilitokea. Vile kwaya haikuimba vizuri, vile muimbaji alipoteza key, vile mcheza vyombo hakucheza vyombo vizuri. Yani bandara ya lile neno lilihubiriwa pale liwe la kwamba ni la kukusaidia wewe. Unaweza kuwa kachero kanisani, unaweza kuwa prefect kanisani, unaweza kuwa kazi yako kanisani kwenda kuangalia makosa ile itakayotokea ni nini haikuenda vizuri, na unaweza kaa pale. Niliongea Sunday kanisani habari ya Anania na Safira, ya kwamba walikaa kanisani mahali watu wanajawa na roho, mahali watu wanatembelewa na Mungu, mahali viwete wanatembea, lakini bando baada ya mambo yote, in Acts chapter number 5, bando Anania na Safira katika hiyo environment ya utukufu wa Mungu, katika hiyo environment ya nguvu za Mungu, bando Anania
Anania angelisimama na andanganye Mungu na andanganye Roho Mtakatifu. Nilisema wapendwa, ni vizuri tunaposoma ya maandiko, ni vyema nimeyataja, ni kuambia hivi mpendwa, mara nyingi tunapohubiri habari ya Anania na Safira, watu wengi ulichukulia vibaya, wanasema hapana, wahubiri ni pesa walikuwa wanataka. Nisikie mpendwa, hakuna mahali imeandikwa kwa Biblia ya kwamba Simon Peter alikemea Anania kwa sababu ya kiasi ama kiwango cha pesa alichotoa. Alimuuliza swali, mbona umendanganya? Si shamba ilikuwa yako kabla haujauza, na hata baada ya kuuza, si bando pesa ulizouza zilikuwa ni zako. Kile ambacho kilifanya Anania afe ni kusema ya kwamba hii ndio pesa yote, na haikuwa pesa yote. Mpendwa, ni vizuri tuelewe, unaweza kukaa mahali Mungu yuko na wewe usimuone Mungu. Unaweza kukaa uweponi mahali watu wanatembelewa na wewe usiwahi kumuona Mungu. Anania walikaa katika mahali ambapo ishara na miujiza zinafanyika, lakini bando walikuwa na uweza wa kusimama madhabahuni pa Mungu na kundanganya. Jinsi ninavyoomba mchana wa leo mpendwa, ya kwamba usiwe mtazamaji tu, usiwe mtu wa kwenda kucollect news kanisani, usiwe mtu wa kuendanga kanisani mahali unaenda, lakini wewe ni kwenda kucollect news. Ni nani alikuwa, ni nani hakuwa, ni nani alisema, ni nani aliambia, ni nini ilifanyika. Yani unakuwa kama kachero kwa nyumba ya Bwana. Najua nazungumza na watu wengi sana, but I don't know. Hebu jaribu kufikiria tu mpendwa, maana najua mahali huko ulikuwa kanisani Sunday. Hebu jaribu kufikiria ni nini ilihubiriwa Sunday kwenu. Hiyo kanisa ulikuwa Jumapili, ni nini mchungaji alisema? Hebu waza tu hivi tu dakika moja, useme ndani ya roho yangu, mimi mahali nilikuwa, ningelitamani kuona hiji uzumbe katika Facebook live yangu ukiniambia, askofu, kwa kanisa letu mchungaji alisoma kitabu fulani na kitabu fulani. I pray could see those messages on my Facebook. Lakini ni watu wangapi mahali ulipo leo mpendwa unaweza kukumbuka kwa hakika pastor wenu alisoma wapi Jumapili, alisoma nini Jumapili, alisema pointi gani na gani na gani Jumapili? Lakini mbona unakumbuka yule ambaye hakuwa kanisani? Mbona unakumbuka yule ambaye alikuongelesha vibaya miaka 5 iliyopita? Mbona unakumbuka yule ambaye mlikosana naye 5 years ago, but you cannot remember kile ambacho kilifunzwa kwa nyumba ya Mungu Jumapili? You cannot remember ni nini pastor wako alihubiri, ama ni nini wapi alisoma on Sunday? Look at the way the devil works. Ya kwamba unaweza kukumbuka physics uliosoma form 4 miaka 7 iliyopita, unaweza kukumbuka masomo uliosoma miaka mingi shuleni, but you cannot remember a Sunday sermon, ibada ya njuzi. You cannot remember ni nini ilisemwa. Unakumbuka tu tulikuwa kanisani. Hata unapoulizwa ulikuwa kanisani, unasema mimi nilikuwa kanisani Sunday, but what did you benefit from being in church? This is the trick of the devil. Ndio maana nasema mpendwa, naomba nuru ya Mungu ituangazie. Naomba nuru ya Mungu iingie katika maisha yetu, ya kwamba tunapoenda kumalizia mwaka wa 2025, let there be light in the name of Jesus Christ. Nuru ya Mungu ionekane katika maisha yetu. Tuache kutembea katika giza, tuache kutembea katika kujidanganya, tuache kutembea katika uovu, na bando tuko katika nyumba ya Mungu. Tuache kutembea katika undanganyifu wa mioyo yetu. Maandiko inasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vyote. Moyo wa mwanadamu huwa nakaa nafikiria, nauliza jamani, yani watu 11 ambao Yesu aliachia injili ndio wamefanya leo tunahubiri injili tukiwa na nyuki thousands of kilometers from Israel, mahali Yesu alikuwa anahubiria. Na je, leo tukiangalia the influx, the
flow of the people in the church, umati ya watu ambao ufurika makanisani Jumapili. Kama wote tungelikuwa tunashika neno na tunatokelezea nalo Jumatatu mahali tunaenda kwa kazi, tunatokelezea na hili neno Jumanne mahali tunaenda kwa biashara zetu, tunatokelezea na hili neno katika kazi ambazo tunaenda kufanya, tunaenda tukiambia watu kule mahali tunaenda ya kwamba tuliona Mungu siku ya Jumapili, Mungu alizungumza hivi na hivi. I want to tell you, dunia ingeliokoka kwa haraka sana. Lakini tazama wapendwa, how many can even remember what God is speaking about their lives? How many can remember? Tunaweza kumbuka maneno ya wanasiasa yale walituambia wakitafuta kura 2022, but we cannot remember ni nini Mungu alisema nasi njuzi Jumapili kanisani. I pray in the name of Jesus, may the light of God shine in our hearts. May the light of Christ shine in our hearts. In the mighty name of Jesus, so that we can be effective. We can be effective and not walking in darkness in the name of Jesus. Pendo, naomba Mungu atusaidie. In these last days, Yesu akasema ya kwamba kutakuwa na mambo mengi. 1 Timothy chapter 4, mambo mengi yatakuwa yanatendeka katika siku hizi za mwisho. Na moja hiyo mambo ni kwamba watu watakuwa wenye kujipenda lakini hawampendi Mungu. Do you really love God? Do you really love God? Do you really love God? Can you look at yourself, at the way of life, the way you live, and do you really love God? Can you confess deep in your heart and say, surely I walk in the love of God? Paulo alifika mahali akasema, I do all these things because the love of God compels me. I am doing all that I am doing. I am striving the way I am striving in Christianity because the love of God compels me. The love of God compels me to love others. The love of God compels me to continue to preach despite the challenges, despite the trials, despite what I go through. The love of Christ compels me to continue pushing on, to say I shall finish well. Wewe ambao unanisikia leo and you are saying, you know, Bishop, I have fought a long battle in the year 2025 and I feel like in giving up. Where is the love of God? Where is the voice of God that He keeps on telling you can move on? Today I came to tell you, you can finish better than you began. You can finish 2025 better than you began. There is a God in heaven who fights our battles. There is a God in heaven who stands on our side. And the Bible says that if be for us, no one can be against us. I came to tell you, my brother, my sister, your ending can be better than your beginning. I say your ending can be better than your beginning. Where you are heading to can be better than where you are coming from. I pray for you in the name of Jesus. As I prayed on Sunday in church, how I pray in the name of Jesus, whatever is written about you in 2025, it shall come to pass in the name of Jesus. Whatever God intended to fulfill in your life in this season of 2025, believe God, my brother, believe God, my sister, it shall come to pass in the name of Jesus. Believe God that there shall be no postponement of the purposes of God over your life. You are the man for the job. You are the right woman for this season. I pray for you in the name of Jesus. Do not allow the circumstances of today change your mind concerning God. May you continue to believe God. Trust in the Lord. Siku moja wanarusha Danieli kwa tundu la simba, and the Bible saying that mfalme aliangalia Danieli akamwambia Daniel, may the God whom you serve continually, may the God whom you serve continually deliver you from these lions. May the Lord whom you serve continually. My brother, my sister, I want to tell you, you have served the God continually 2025. Hawezi kukuachilia mwisho. Even Nebuchadnezzar had a testimony that this God who Daniel has served continually, oh, this God cannot abandon Daniel now. Kuna mtu naambia siku ya leo ndanda, this God cannot abandon you now. You have walked with him for these
year. You have walked with him for this month. He cannot abandon you now. No challenge can change God. No challenge can make God change his mind. Mungu sio kama mwanadamu afike mahali aseme huyu ameteseka sana. Wapendwa, unaweza lazwa hospitali, na umeona watu waliolazwa hospitali, when they stay in hospital for long, people begin to give up. Those who are going to visit them daily begin to visit them after 2 days. They begin to visit them after 3 days, because man can get tired of you. But I came to tell you today, God can never be tired because of you. I say God can never be tired because of you. Your situations do not change God. Your troubles do not change God. He says, I am with you when you go through the fire, and when you go through the mighty waters, I will be there with you. Your problems do not change God. Your situations do not change the mind of God concerning your future. I say to you in the name of Jesus, where you go through, unachokipitia mpendwa, hakiwezi bandilisha mawazo ya Mungu juu yako. He remains to be God in the mountains. He remains to be God in the valleys. He remains to be God in the time of peace. And even in the time of war, he remains to be God. I pray for you today in the name of Jesus. May your eyes look upon him, who is the author and the finisher of your faith. As we close the year 2025, believe in the promises of God. Ya kwamba kile alikuonyesha as we began the year 2025, believe in him in the days that are remaining of 2025. It shall come to pass in the mighty name of Jesus Christ. Oh, it shall come to pass. One day before him is like 1,000. Kile ambacho hakijafanyika in the 10 months of the year, wapendwa, I have come to tell you, God is still able to do it in the few days of the year that are remaining in 2025. Hold on to your faith, my brother. Hold on to your faith, my sister. He remains to be God. Hold on to your faith. He walks with you. He goes with you. Hold on to your faith. He is the Lord our God, the King of Kings and the Lord of Lords. As to you in hali zako, your challenges don't challenge God. I say your challenges do not challenge God. The Bible saying he rides in the clouds. Yani mawimbi ni barabara ya Jehovah. The lightning show his way. I come to tell you today, your challenges do not challenge God. The Red Sea was a challenge to the Israelites, but it was not a challenge to God. I came to tell you today that Jordan was a challenge to Joshua, but it was not a challenge to God. I am here to tell you that the Hittites, the Canaanites, the Jebusites, they were a challenge to the tribe of Israel, but they were not a challenge unto God. That is why God could stand and tell Joshua, I will defeat the 7 nations who are mightier than you, but they shall fall before you, because what they carry is nothing to me. It doesn't matter where you are, my brother, my sister. God here can be a giant before men, but he is not a giant before God. Mashakayaba. I say God here can be a giant before Saul and his army, but he is not a giant before a stone that is carrying the presence of God. I pray for you today. May you be a carrier of the presence of God. May you be a carrier of the presence of God. David arrives in the battlefield and everybody is shaking up. Everybody is shivering in the battlefield. But David comes not in the name of Saul, but he comes in the name of the Lord. Today I came to tell you, my brother, my sister, walk in the name of the Lord. If God be for you, then who can ever be against you? They can come in one direction, but
God will scatter them in 7 directions. He is the same yesterday, today, and forever. He is Jehovah who meets our needs according to his riches in glory. And that is why you can look at the Israelites and they tell them, arise, O Jerusalem, arise, O Jerusalem, awake and put on your strength. I came to tell you today, awake and put on your strength. Do not let your circumstances wear you out. Do not let your situations wear you out. In Ezekiel 37, God takes Ezekiel and he takes him to the valley of dry bones. And the Bible saying that when Ezekiel is in the valley of dry bones, God asked Ezekiel, Ezekiel, can these bones live? Can these bones live? Ezekiel had no history. Wapendwa, Ezekiel hakuwa na historia yoyote ya mifupa mikavu kuwahi kuisha. Hakuna kitabu aliwahi kusoma ya mifupa mikavu ikiwa imeishi. Hakuna mtu aliyewahi kumwambia eti aliwahi kuona mifupa mikavu ikiwa imeishi. Ezekiel had no history. Oh my God, Ezekiel had no history of dry bones living again. You are telling me, Bishop, I have no history of wealth. Kwetu hatuna historia ya utajiri. Kwetu hatuna historia ya watu kuokoka. Kwetu hatuna historia ya watu kusimamia Mungu. Kwetu hatuna historia ya kuolewa. Kwetu hatuna historia ya wanaume kuoa vyema. Kwetu hatuna historia ya watu kuishi maisha mema. Mpendwa, nataka unisikie, Ezekieli hakuwa na historia yoyote ya mifupa mikavu kuwahi kuwa jeshi kuu. There was no history anywhere, because our God is not a God of the dead, but he is the God of the living. People have your history, but God has your future. My God, I say people carry your history, but God carries your future. People carry your yesterday, but God carries your tomorrow. People carry your failures, but God carries your strength. I pray for you today in the name of Jesus, where there is no history, may you believe the word of God. And God asked Ezekiel, can these bones live? And Ezekiel tells him, Lord, it is only you who know. It is only you that know. God tells Ezekiel, Ezekiel, prophesy to the bones. Prophesy to the bones. I come to tell somebody today, as we cross the year 2025, may you begin to prophesy over every dry bone. I come to tell you that dry bone can live, that business can live, that the family can rise, that life can live again. Begin to prophesy, declaring in the name of Jesus. For the Bible saying, thou shalt declare a thing, it shall be established for you. Begin to prophesy over your family, over your life. Now sema in the name of Jesus, sitamalizia hapa, kuna mahali naelekea, sitamalizia mahali nilipo. God is helping me. I am finishing 2025 in a higher dimension. Ezekiel, can these bones live? Can this child be a good child? Can this man be a good man? Can this family be healed? Can these children rise? Oh my God, Ezekiel, can these bones live? Ezekiel tells God, it is only you that know. I came to tell you, my brother, my sister, what you can become is in your mouth. The Bible saying that the word of the Lord is not too high so that we can ask, who shall go and bring it to us? And the word of God is not so deep that we shall ask, who shall dig it up for us? But the word is in your mouth. I came to tell you today, the word is in your mouth. The word is in your mouth. You can declare it today, and it shall come to pass in the mighty name of Jesus. Ezekiel, can these dry bones live? You know, Lord, and God comes
comes and tells him, Ezekiel, you can prophesy. I came to tell you, my brother, my sister, you can do something about your situation. You can do something about where you are. You can do something about your situation today. Refuse to remain in the status quo. The devil want to tell you, nyinyi kwenu ni maskini, ukae hapo. The devil want to tell you, kwenu watu hawezi kuinuka, ukae hapo. The devil want to tell you, hakuna historia ya kufanikiwa kwenu, ukae hapo. I came to tell you today, hata kule Ninawi, mzee anaitwa Jona, akiwa ndani ya samaki aliongea. My brother, my sister, I pray for you. May you speak the word from where you are. Kataa kunyamaza. Usikubaliane na hali ilivyo. Don't accept the status quo. Our God is able to change that status by what you speak in your mouth, by what you speak by the word of your mouth. My God, Ezekiel, you can say something today. I'm talking to somebody. I say you can say something today concerning your tomorrow, concerning the end of 2025. Ezekiel prophesy. Ezekiel prophesy. And the Bible saying that when Ezekiel began to prophesy, the wind began to blow. I hear the wind blowing. There is a wind that is about to blow as you begin to speak. The wind is coming up. I say the wind is coming up. I say the wind is coming up. I say the wind is coming up. May the wind bring life to your house. May the wind bring life to your family. May the wind bring life to your ministry, my brother. May the wind bring life to your tomorrow. May the wind bring life. And the Bible saying that the wind began to blow. The wind began to blow. The wind began to blow. And the life came in. The word of God is life. And today, sikuja kuleta hadithi. I came to bring life. And to somebody listening to me today, I came to bring life in the mighty name of Jesus. I came to speak life in the mighty name of Jesus. Ezekiel, life is coming here. Ezekiel, life is coming here. And the Bible saying that what was a dry bone, what was a valley of dry bones, turned out to be a valley of a great army. Na Mungu akamwambia Ezekiel, unaona jinsi ambavyo hiyo mifupa ilikuwa mikavu, hivyo ndivyo nyumba ya Israeli walipojiona, wamejiona wakiwa mifupa mikavu, wamekosa matumaini, wamesema sisi hatuwezi kuwa chochote, wamesema sisi hatuwezi kuendelea, wamesema sisi hatuwezi kufanikiwa. Lakini tazama, wamegeuka sasa, ni jeshi kubwa. Pendwa, niko hapa nikuambie, usikubaliane na kile ambacho you have found life as spoken. Usikubaliane na kile wale hawakuweza wamenena juu yako. You can speak different. The Bible saying, arise, awake, O Zion, awake, O Zion, awake and put on your strength. Jivike nguvu mpendwa. Hatumalizi kwa uvivu, kwa udhaifu. Jivike nguvu. Jivike nguvu mahali ulipo. You cannot afford to give up. Somebody is telling me, Bishop, I feel like giving up. Then what happens to your children? Then what happens to your tomorrow? Then what happens to those who are looking upon you? Then what happens to those ambao wanastahili kuishi kwa sababu yako? I pray for you today in the name of Jesus, declaring that your challenges do not challenge God. God is not shocked by what you are going through. I say God is not shocked by what you are going through. I say God is not shocked by what you are going through. Your troubles don't trouble God. My Father, my God, your fears don't make God fearful. Your fears don't make God afraid. Whatever makes you fear does not make God fear. If only you can be attached to God. If only you can hold it to the vine.
If only you can hold on to God and they say no matter what happens, mimi simuachi Mungu, mimi simuachi Mungu, mimi simuachi Mungu. Yakobo anamenyana na malaika usiku mzima, anamwambia asubuhi niache niende. Yakobo anamwambia mimi sikuachi mpaka unibariki, mimi sikuachi, mimi sikuachi mpaka unibariki. Mpendwa, niko hapa nikuambie, Yakobo akisema hayo maneno, malaika alikuwa amemuumiza mguu, malaika alikuwa amemguza the hip joint na alikuwa ameumia mguu, lakini anamshikilia, anamwambia sikuachi mimi, sikuachi mpaka unibariki. Kuna mtu ananiambia askofu, mimi nimeumia, mimi nimeumia roho yangu, mimi niko na vidonda kwa moyo wangu kwa mambo ambayo watu wamenifanyia. Nimekuja nikuambie, shikilia Yesu, shikilia Mungu, mwambie mimi sikuachi. Ninajua uko na uwezo wa kunibariki. Wanaonidharau leo wanisalimia kwa heshima. Ninajua Bwana, you are well able to pick me from the ashes and dunghill, making me sit to the princes and the kings. I am not leaving you. Let somebody declare today, I am not leaving Jesus. I am not leaving Jesus. I am not leaving Jesus. At one point Jesus preached the gospel and the people left him. People went away. He was left with the disciples alone, and he looked at the disciples and he asked them, do you also want to leave? Do you also want to leave? And the Bible saying that Peter looked at Jesus and he asked him, Lord, to where shall we go? To where can we go? You are the one with the word of life. To where else can we go? Pendwa, you cannot say these ones to Jesus and you remain the same. Jesus says looking for a people that will stand for him in the fire. Jesus is looking for a people that will stand with him, that will rise for him in the mighty waters, that will not deny him despite the fire. They shall say we are marching on. Jesus is Lord. Jesus is looking for a people who will march through the fire and say Jesus is Lord. Jesus is looking for a people who will stand and declare what I have seen and what I have heard. We shall declare it. I pray for you. Hold on to Jesus. He is the one with the wisdom. He is the Lord who has wisdom. He is the one who teaches you to make a prophet. He remains to be the same yesterday, today, and forever. He is the Lord mighty in power. He is the Lord, the King of kings and the Lord of lords. May you hold on to Jesus. It is him who is telling you today, awake, awake, O Zion, and put on your strength. Put on your strength. Do not allow yourself to be weak. Put on your strength. It doesn't matter where you are going and what you are going through. Put on your strength. Jesus is with you. Men can leave you but not God. People can be tired but not God. People can forsake you but not God. Hold on to Jesus. He is the author and the finisher of your faith. And he says, hold on, hold on. Awake, O Zion. Put on your strength. Oh my God, for there shall no more come into you the uncircumcised and the unclean. Oh, Mashakayaba. When you are awake in Jesus, he says no longer shall the uncircumcised and the unclean come to you. In other words, you shall not be defiled. In other words, you shall not be laughed at. My brother, my sister, I came to tell you, you shall not live to be a laughing stock. Anasema jikunguteni mavumbi. Wapendwa, tunapoenda kumalizia 2025, kama utamalizia kwa nguvu, lazima ujikungute mavumbi ambayo watu wamekurushia kuanzia Januari. Kama utamalizia vyema, you must shake yourself
of every dust that has been thrown at you. You cannot carry dust and you finish well. I come here to tell you, jikungute mavumbi ambayo watu wamekurushia, waliokuita wa bure, sio wao walikuumba. They were not there when you were created. I said they were not there when God was calling you. They were not there when God was choosing you. They were not there, Moses. Mungu akikuita alikuwa anajua wewe ni kigugumizi. Mungu akikuita ndanda alikuwa anajua haujasoma. Mungu akikuita alikuwa anajua wewe unatokea jamii gani. Mungu akikuita hakuna mtu aliita mkutano aulize maswali. Mungu akikupea uweza, Mungu akikupatia biashara, alikuwa anajua hao wengine wako na sio wewe, sio wao alipatia, ni wewe aliita. I come here to tell you, Mungu uchagua vilivyo vidhaifu, haibishe vilivyo na nguvu. He chooses the weak to shame the strong. He is Jehovah. I love this Jesus. He comes and he picks the weakest so that he can shame the strongest by his power. Woo! Hallelujah. Anaambia Farao, Farao, I have raised you for such a time as this. Yani Farao akiwa Misri alikuwa anafikiria ni yeye amejiinua. Mungu anamwambia Farao, hapana, ni mimi nilikuinua ili nikaonyeshe nguvu zangu kwa ulimwengu. Hallelujah. Kumbe kuna watu ambao Mungu ameweka ili wawe for example ya kwamba mahali walisema hakutapitwa, watu wa Mungu wakuje wapite. Hey, my Father, my God. Kumbe kuna watu Mungu ameruhusu waishi, si ili kwamba wazuie watu wa Mungu, ni ili kwamba wajue kuna nguvu ambazo Mungu akiweka ndani ya mawe inaweza kuangusha Goliath. I come to tell you, jikungute hayo mavumbi. Walikuambia wewe ni D-class, hati wewe haujapita mitihani. Jikungute hayo mavumbi. Hallelujah to the Lamb of God. Jikungute hayo mavumbi. Maandiko inasema, jifungulie vifungo vya shingo yako. Vunja hiyo nira, mpendwa. Hey, usikubali kuishi katika nira ya madharau. Usikubali kuishi katika nira ya kujidharau, maana watu walikuambia ni bure. Usikubali kuishi katika hiyo nira. Maandiko inasema, jifungulie, jifungulie hizo vifungo walizoweka kwa shingo yako. Hallelujah. Ndio maana hata Isaka, wakati Esau alikuja akakuta ndugu yake Yakobo amechukua baraka yake, in Genesis 27 verse 40, jamaa anakuja anauliza baba yake, kwani mimi hakuna baraka hata moja baba iliyobaki unaweza kunipatia? Baba akalia. Isaka akamwambia, mwanangu, ndugu yako amekuja amenidanganya, amechukua iliyokuwa baraka yako. Esau akalia akamwambia, baba, sema tu neno, sema tu neno baba, sema baraka moja. Baba yake Esau akamwambia, kwa hakika Yakobo atakutawala, kwa hakika nimemweka juu yako. Lakini kuna siku Esau, my God, Sharibaya, akamwambia Esau, kuna siku itafika utachoka kubeba hiyo nira ya ndugu yako. My father, kuna siku itafika Esau utachoka kubeba hiyo nira ya ndugu yako. Akamwambia, when you grow tireless, when you grow restless, when you grow weary, you shall break the yoke of Jacob your brother from your neck. When you grow restless, you shall break
break that yoke from your neck. I come to tell somebody today, haukuandikiwa uishi katika hiyo nira. When you grow restless, you have the power to break it off your neck. Na kuna mtu naombea, this month of November, may you break that yoke from your neck. Ile nira waliweka inakufanya utembee ukiwa umenamisha kichwa chini kwa aibu. May you break that yoke in the mighty name of Jesus. Akasema, jikungute mavumbi mpendwa, vunja hiyo nira. Usikubaliane na maneno yao wakisema uendelei. Sema, mimi naenda mbali sana kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakikuambia wewe ni wa bure, waambie mimi ni wa maana sana. Yusufu anasimama mbele ya Farao, ametoka njera asubuhi. Anaambia Farao, ndoto uliyoota ni hii na tafsiri yake ni hii. Anamwambia Farao, fanya hivi Farao, tafuta mtu ambaye atakusaidia katika mambo haya. Tuweke chakula miaka 7, kwa sababu baada ya miaka 7 ya ushibe kuna miaka 7 ya njaa inayokuja. Farao akaangalia mtu ambaye ametoka njera asubuhi, akauliza, je, tunaweza kupata wapi mwingine kama huyu? My Father, my God. May God separate you from the multitudes. I pray for you, may God separate you from the multitudes. Anauliza, tutapata wapi mwingine kama huyu? Akauliza, je, tunaweza kutoa wapi mwingine kama huyu ambaye Roho wa Mungu yuko juu yake? Na kuombea siku ya leo kwa jina la Yesu, may God separate you from those who bear the yoke forever. You can break that yoke from your neck today in the mighty name of Jesus Christ, and you declare enough is enough. Nimekimbia hivyo vya kutosha, nimelia hii machozi vya kutosha. I break this yoke from my neck. Najua umebeba ripoti fulani, but you can break it from your neck in the mighty name of Jesus Christ. Hata Hezekia aliandikiwa barua na jamaa anaitwa Senakeribu, lakini maandiko inasema alichukua ile barua akaenda nayo kwenye madhabahu. Wakati sauti zimekuja za kuuliza, je, Hezekia unafikiria wewe ni nani? Kuna mtu anaulizwa na magonjwa, anaulizwa na wachawi, unafikiria wewe ni nani? Tumeangamiza wengine. Hezekia akasema, kwa Jehova ni kweli, huyu mtu ameangamiza mataifa mengine, ni kwa sababu hayo mataifa hayakujua kuabudu Mungu wa kweli, yaliabudu miungu ya sanaa. Lakini mimi namjua Mungu wa kweli. Pendwa, niko hapa nikuambie, unaweza kuvunja hiyo nira in the mighty name of Jesus. I pray for you today as I close. May the yoke of joblessness be broken. May every yoke of sickness be broken today. May every yoke of pain be broken today in the name of Jesus. Nainua mikono yangu nikiomba Baba yangu kwa mtu ambaye ananisikia siku ya leo. Wacha kila nira juu ya watu wako ikavunjike, wakajikungute mavumbi in the mighty name of Jesus Christ. Wengine wamepewa majina ya dharau, wengine wamepewa majina ya dhihaka, wengine wamepewa majina ya kuwaweka chini. Naomba Baba katika jina la Yesu, wacha kila nira ikavunjike, wakajikungute mavumbi, wakaanze kuendelea tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mahali watu wa Mungu Baba yangu wamewekwa chini, na waombea kuinuka tena as we close the year 2025 in this month of November. Let there be light, oh God. Kile hawaelewi, wacha Bwana wakakielewe katika jina la Yesu. Mahali shetani
amejificha ili awarushange mishale akiwa amejificha. Ninaomba mwezi wa Novemba mahali amejificha akafichuliwe kwa jina la Yesu. Oh my Father, my God, mahali shetani amejificha arushe mishale kwa mboma za watu wako. Naomba Bwana nuru ya Mungu ikaangaze pale katika jina la Yesu. Wapendwa, hawatapigana vita ambazo hawaelewi, bali naomba mwezi wa November, let there be light, oh God, where there is darkness. Let there be light, oh God, where there is darkness, in the name of Jesus Christ our God. I pray, may God bless you and may God keep you. Wapendwa, inuka ewe binti Zayuni, ujikungute mavumbi na uvunje kila nira kutoka kwa shingo yako, na utangaze in the name of Jesus, hii nira imevunjika katika jina la Yesu Kristo. I shall not live a sufferer, I shall live a blessed man and a blessed woman of God in the mighty name of Jesus. May my God bless you, may my God keep you, may my God prosper you, may his face shine upon you, may the peace of God that surpasses human understanding be upon your life today and forevermore. May the light of Christ shine your way, and may you see victory in this month of November 2025 in the mighty name of Jesus. May God bless you. Thank you very much.